basi nakuja kwenu tena manabii wa uongo na mitume ya uongo, wahubiri wa uongo. Maandiko inasema katika kitabu cha Wagalatia wa kwanza mstari wa 6 na 7 inasema mtu yoyote, inasema wa 6, nashangaa kuwa mmengeuka kutoka kwa ile injili niliyowahubiria mkaingia kwa injili ingine, another gospel, injili ya kuuza mafuta, injili ya kuuza maji, injili ya kuuza vitambaa, injili ya kuosha miguu kwa kanisa. Hizo injili na kuwekewa mafuta hata kwa pembe, hizo ni injili ambazo si za Mungu. Mimi basa ulitekwa mateka ukapata unafanya hizo vitu. Tubu na umungeukie Mungu. Hubiri tu injili ya ukweli. Hubiri tu injili ya msamaha. Marko 16:16, endeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, atakayeokoka na kuamini abatizwe. Injili ya kitambo ilienda wapi? Tulikuwa tunabatizwa, tulikuwa tunahubiriwa kuacha dhambi. Sasa tunahubiriwa kwa laana, ati umefungwa, haununuangi ngari, hujajenga juu kuna madhabahu. Yesu Kristo alikufa msalabani, akatuokoa na akatukomboa. Nataka kuambia hivi wa Kenya na washirika mnaonisikiza, hata Uganda, Tanzania. Ukienda kwa kanisa pasa anauza mafuta na ameweka picha yake ama kwa hiyo kanisa. Pia ukienda kwa kanisa inatolewa sadaka na pasa peke yake ndio ako na akaunti ya hiyo sadaka. Hakuna mipangilio kwa hizo sadaka, ama kwa hiyo kanisa utaishia pale. Hiyo ni biashara ya mtu. Najua watu wanasema nimeruka kichwa, I'm sober, I'm sound mind. Watu wameteseka. Nimeona ndanda ako pale US, anaitwa Ciro wa Auckland. Anashambulia mapasa, si kuwashambulia, mpaka wamepanga kumrudisha Kenya. Ciro wa Auckland na kuita nikuambie hivi, ongea Kiswahili, umeongea Kikuyu sana. Nokoranye nije waka Kikuyu kenini. Kuteado madaranyi itakido. Ciro wa Auckland, ongea Kiswahili na uhubiri sana. Uovu umeongezeka makanisani. Maandiko inasema nini kuhusu viongozi wa kanisa? Kitabu cha Tito, kifungu cha kwanza, hapo chini, mstari wa 6, inasema nini? Inasema ya kwamba askofu asiwe mwenye kupenda fedha ya aibu. Maaskofu wamependa pesa za aibu. Maaskofu wako na makesi kotini, wamenyang'anya watu. Mimi na condemn, na kama niko